chochote yoyote aliye ndani yako, chochote yoyote uliye ndani yake ndiye aliye uzao wako, ndicho kilicho uzao wako wewe. Na huyo ni andiko, ninazungumza kuhusu uzao sehemu ya pili. Ndio, chochote kile, yoyote yule uliye ndani yake, au yeye aliye ndani yako, kilicho ndani yako, huyo ndiye aliye wa uzao wako wewe mwenyewe, wa jina lako wewe mwenyewe, wa maisha yako wewe mwenyewe, msaidizi wako wewe mwenyewe, wa utawala wako wewe mwenyewe. Amekuwa ndani yako kwa kuzaliwa kutoka kwako wewe uli nje. Umekuwa ndani yake kwa yeye kuwa nje, kwa kuzaliwa kutoka kwako wewe uliye ndani, na kufanya hajalishi nini, hajalishi ni kipi, ila hicho, huyo ndiye uzao wako. Wewe mwenyewe. Kinaonekana au hakionekani, anaonekana au haonekani, ila huyo ndiye aliye uzao wako. Kama vile ilivyo katika mwili wako huo, chochote kilicho katika mwili wako ni uzao wako wewe ule mwili, ni uzao wa mwili. Haijalishi vingine vinaonekana, vingine havionekani, ila bado ni uzao au ni usaidizi au ni wa utawala wa mwili. Tazama figo zako, unazisikia lakini hauzioni. Tazama seli zako za damu, tazama DNA, tazama viumbe vingine vilivyo ndani yako. Unavitazama, unavisikia, lakini hauvioni katika macho yako, ila unaviona katika fikra yako, unaviona katika kusikia kwako, unaviona katika jinsi ya uwepo wako. Ndio maana ninakwambia, chochote unachokisikia, unachokiona, unachokihisi au vyovyote vile kwa jinsi ya uwepo wako hapo,
ni uzao wako, pasipo kujalisha ni nini, ila hicho ni uzao wako. Kwa jinsi ya uwepo wako tu hapo popote ulipo, chochote kile ni uzao wako, kwa kuwa hapo ulipo upo ndani ya hicho, au hicho kipo ndani yako. Ni familia hiyo, ni taifa hilo, ni kijiji hicho, ni ndoa, ni mume, ni mke, ni dini, ni dhehebu, ni wanyama, ni mimea, ni ndege, ni anga, ni ardhi, ni wadudu, ni uwepo wa chochote kilichopo, kipo ndani yako, au wewe upo ndani ya hicho. Na kwa jinsi ya hicho kuwa ndani yako, au wewe kuwa ndani ya hicho, huyo chochote kile, yoyote yule, huyo ndiye uzao wako wewe. Na aliye wa uzao wako wewe mwenyewe, huyo ndiye aliye msaidizi au pumziko lako wewe mwenyewe, ikimaanisha kinachofanya au anayefanya maisha yako, chochote unachokifanya kifanikiwe pasipo kukwama. Popote pale utakapokuwepo, kuwa katika mafanikio, kuwa katika urahisi, kuwa katika pumziko, yani starehe ya kuwepo kwako. Ndio upo ndani ya taifa hilo, na taifa hilo lipo ndani yako. Upo ndani ya neno hilo, na neno hilo lipo ndani yako. Upo ndani ya kabila hilo, dini hiyo, dhehebu hilo, dunia hiyo, anga, bahari, maji, dunia, mbingu, kila neno, uwepo wa chochote, nacho hicho, naye huyo, navyo hivyo vipo ndani yako, na kufanya uwepo huu wa chochote kuwa ni uzao wako. Kuwepo kwa sababu yako, kifanyike kwa sababu yako, ikimaanisha kwamba wewe kuwa ndiye sababu ya huyo kuwepo, ya hicho kuwepo, ya chochote kile, pasipo kujalisha ni nini kiwepo. Kwani ni uzao wako wewe, na kipo, yupo kwa ajili yako.
hutenda, hufanya kwa ajili yako wewe. Kwa hiyo chochote kile unachokiona, chochote kile unachokihisi, chochote kile unachokiwaza, chochote kile kilichopo, kinachotendeka, kinatenda, kinafanya, kipo kwa ajili yako. Kipo hivyo kwa ajili yako wewe mwenyewe, ikimaanisha kukupumzisha au kuyastarehesha maisha yako. Ndio, na kwa kuwa chochote kile kipo kwa ajili yako, basi wewe hapo ulipo upo kwa ajili ya chochote kile, pasipo kujalisha ni nini, ni kipi, kinaonekana, hakionekani, ila popote pale ulipo upo kwa ajili ya chochote, ikimaanisha maisha yako yote, chochote unachokifanya unakifanya kwa ajili ya chochote hicho. Unakifanya kwa sababu ya chochote hicho, kwa kuwa mtawala aliye bora ni yule anayewasaidia wasaidizi wake wapate kumsaidia. Ni yule anayewastarehesha wasaidizi wake wapate kumsaidia. Ni yule ambaye anakuwepo kuwa ni sababu ya wasaidizi wake kuwepo. Huyo ni mtawala. Kwa hiyo mtawala ndiye msaidizi wa wasaidizi wake, na akisha kuwa ni msaidizi wa wasaidizi wake, basi mtawala ndiye msaidizi katika utawala wake. Ndio maana popote pale ulipo wewe ni msaidizi wa wasaidizi wako hao. Unawasaidia wanaokusaidia. Ikimaanisha maisha yako yote unaishi kwa sababu ya huyo. Kwa sababu ya huyo wewe ndio maana upo hapo. Kwa sababu ya uwepo wa chochote wewe upo hapo, ikimaanisha upo hapo, unatenda kwa sababu, unaishi kwa sababu ya chochote kile kilichopo. Na hiyo ndio inayokufanya
kukuvutia, kukupa maana ya wewe kuwepo. Kwa kuwa bila kuwa na sababu, kufanya kwa sababu, kutenda kwa sababu, hapo. Ila kwa kuwa upo wewe, chochote unachokifanya kina sababu, na hiyo sababu ni starehesho, ni pumziko, ni usaidizi kwa yule msaidizi unayemsaidia akusaidie. Ni taifa, ni mtoto, ni familia, ni mume, ni mke, ni jamii, ni chochote kilichopo. Kwa kuwa popote unachokifanya hufanya kwa ajili ya chochote kilichopo, pasipo kujalisha ni nini. Kama vile unapokula chakula chako, unakula kwa ajili ya chochote kilichopo katika mwili, pasipo kujalisha unakiona au haukioni, unakijua au haukijui, kimejitambulisha au hakijajitambulisha, ila hufanya kwa ajili ya uwepo wa chochote kilichopo katika mwili wako. Ndivyo ilivyo popote pale ulipo, unaishi, unatenda, unafanya kwa ajili ya chochote, kwa sababu ya chochote kilichopo ndani yako au ulicho ndani yake. Ikimaanisha unafanya, unatenda kwa sababu ya uzao wako. Ndio, haijalishi ni nini, ila popote pale ulipo, upo kwa sababu, unatenda kwa sababu ya uzao wako. Na uzao wako wewe ni chochote kilichopo ndani yako, nacho au chochote ulipo ndani yake. Chochote kilichopo kwa wewe kuwa ndani yake, au chochote kilicho ndani yako, hicho ndicho kilicho cha uzao wako wewe. Na kufanya hapo ulipo, maisha yako yote yapo kwa sababu ya sura yoyote iliyopo. Hicho unachokifanya, hicho unachokitenda, kipo kwa sababu ya chochote kile kilichopo, ikimaanisha kwamba kipo kusaidia chochote kile kilichopo kinachokusaidia. Kama jinsi vile wewe ulivyo, unafanya, unaishi, unatenda kwa sababu ya chochote kile kilichopo, ndivyo hicho, yule, kile, chochote kile kinatenda, kinafanya. Maisha yake yote yapo kwa sababu yako, kukufanikisha wewe, kukupumzisha na kufanya popote pale ulipo. Maisha yako, uwepo wako uwe katika starehesho. Chochote unachokifanya kiwe katika starehesho, pasipo mchosho, ila urahisi. Yani
wako hicho ndicho kinachofaa, kwa kuwa yule amekiona kwa jinsi vile yeye alivyo. Kama vile mama yako anaona mkeo hakufai wewe, mama huyo amemwona mkeo kwa jinsi vile yeye alivyo, sio kwa jinsi vile wewe ulivyo. Amemwona kwa macho ya mama mkwe, lakini wewe umemwona katika jinsi ya uwepo wa mume. Kwa hiyo haijalishi wewe umeonekana haufai kwa mume, haufai kwa mke, haufai popote pale, lakini jinsi yule anavyokuona haufai hapo, si jinsi vile yule au hapo ulipo anavyokutazama, si jinsi vile taifa lako linavyokutazama, si jinsi vile mume wako anavyokutazama, mke wako, taifa lako, kijiji chako, dunia, taifa, dini, dhehebu, uwepo wa chochote kwa jinsi yake kinavyokutazama. Kwani hicho kinakutazama, chochote kile kinakutazama ukiwa usaidizi au pumziko kwake. Usijali juu ya yoyote anayekutazama unaonekana vipi kwa yule. Anakuona ni msaliti kwa huyo, anakuona ni muuaji kwa huyo, anakuona haufai kwa huyo, ila wewe kwa huyo, jinsi anavyokutazama ni tofauti na yule anavyokutazama kwa huyo. Kama ilivyo katika historia ya kuandikwa, jinsi wewe unavyomtazama Yuda Askariote kwa Yesu kwamba ni msaliti ni tofauti na Yesu mwenyewe anavyomtazama Yuda, kwamba yeye hauoni usaliti, yeye anaona utambulisho. Kwa kuwa waliokuja kumkamata hawamjui, lakini ni lazima waje wamkamate, na ili wamkamate ni lazima wamtambue, na ili atambulike ni lazima awepo wa kumtambulisha. Kwa hiyo jinsi Yuda anavyoonekana na wengine kwa Yesu si vile Yesu anavyomtazama Yuda. Kwani Yuda huonekana ni pumziko kwake. Ndivyo ilivyo. Haijalishi wewe umeitwa ni msaliti kwa huyo, umeitwa ni muuaji kwa huyo, umeitwa ni kahaba kwa huyo, umeitwa kwa jinsi yoyote katika hicho, ila wewe katika hicho hauonekani sawasawa na wale wanavyokuonekana ulivyo katika hicho. Katika uzao wako wewe, katika taifa lako wewe, katika nyumba yako wewe, kwa mume wako huyo, kwa mke wako huyo, kwa watoto wako hao, kwa kijiji chako hicho, wewe ni pumziko lako. Wewe ni pumziko la hapo. Wewe ndio sababu kuu ya uwepo wa hao. Furaha, mafanikio
kuwafanikisha, kuwapendezesha, kuwaponya. Kwa neno moja, uwepo wao wewe ndio sababu. Na bila shaka chochote kile, yoyote yule, pasipo kujalisha unakiona au haukitazami, hicho kwako wewe ndio pumziko lako. Haijalishi kinasemwa nini kule kwako, ila kwako wewe si kama jinsi vile kinavyosemwa kule, bali kwako wewe ni jinsi vile ulivyo wewe, kwani hufanya sawasawa jinsi vile wewe ulivyo, kwa ajili ya kufanikisha uwepo wako. Usijali juu ya mume wako, usijali juu ya chochote kinasemwa nini juu yako, bali kwako ni tofauti, si jinsi vile kinavyotamkwa, kinavyosemwa na huko. Kipo hapo kukufanikisha. Ni uzao wako upo kukufanikisha, upo kukupumzisha, upo kukustarehesha, upo kuusaidia, upo kuusaidia ukusaidia. Na jinsi ya uwepo wako hapo ulipo unatosha kuishi katika pumziko lako, kuishi pamoja na pumziko lako, kuishi na uzao wa pumziko lako. Umepokea pumziko la uzao wako, umepokea uzao wa pumziko lako, umepokea pumziko la uwepo wako popote pale ulipo, unachokifanya, unachokitenda. Umepokea pumziko la uzao wako, uzao wa wanamume wako, uzao wa utajiri wako, uzao wa mafanikio yako, uzao wa muonekano wako, uzao wa uwepo wako, uzao wa familia yako, uzao wa taifa lako, uzao wa kijiji chako, uzao wa dunia, uzao wa kimbingu, uzao wa kitajiri, uzao wa mafanikio, uzao wa muujiza, uzao wa uponyaji, uzao wa fedha, uzao wa uwepo wako popote pale ulipo. Umepokea pumziko la uzao wako popote pale ulipo. Haijalishi ni nini, ila chochote kile kuanzia sasa, chochote kile kuanzia sasa na hata siku zote kitatenda kwa ajili ya kuyafanikisha maisha yako. Basi endelea kufanya kile ulichoona hauwezi kufanya. Endelea kutenda kile ulichokuwa wewe huwezi kutenda. Endelea kuishi katika pumziko hili la uzao wako, kwani hata sasa lipo pamoja na wewe kukufanikisha. Ulikuwa huwezi kutembea, unaanza kutembea. Ulikuwa huwezi pona, umepona leo. Ulikuwa huwezi kutajirika, umetajirika leo. Ulikuwa huwezi kufanya chochote, umeweza leo. Ulikuwa unaona viungo vyako vibovu, vimepona leo. Umepokea uponyaji, umepokea mafanikio, umepokea elimu, umepokea usaidizi au pumziko la uzao wa uwepo wako popote pale ulipo na umekuwa kwako. Basi tazama mafundisho haya katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Antikunyu. Usikose kila sehemu inayofuata, na uzao wa pumziko lako upo pamoja nawe hata sasa.